Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo nimekusogezea taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoendelea, Young Africans wameweza kutoa tamko lao kwa kile ambacho wao wanakiona kwao ni sahihi. Unaambiwa watu wameweza kuamsha huko kwa kile ambacho wanasema ya kwamba kama haki isipotendeka, basi maamuzi mengine yanakwenda kuchukuliwa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Ni kitu gani hicho ambacho kinachoendelea kwa Young Africans? Tutakwenda kujua hapa, kwa sababu kila kitu niko nacho mezani hapa, ambapo nimekusogezea taarifa kuhusiana na Young Africans na kile ambacho wamekitangaza. Ni kitu gani hicho? Hiki hapa. Sasa nikukumbushe ya kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapojili, iwe nje ama ndani ya Tanzania, una uhakika wa kupata taarifa zetu. Karibu. Uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans unafahamu ya kwamba bado umeendelea kuweza kuitafuta haki ya kile ambacho kilifanyika tarehe 8 ya Machi 2025 katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo Young Africans waliweza kuwasili pale kwa Mkapa kikanuni kabisa, na yale ambayo yalipokuwa yakiweza kutakikana waliweza kuyafanya ili kuhakikisha kwamba wametokea katika mchezo huo. Lakini kitendo cha Simba Sport Club kugoma na mamlaka kuweza kutangaza kuahirisha mchezo huo ni kama Young Africans kwao wanaona haiko sawa, na maamuzi ambao kila mmoja uliweza kushuhudia walikwenda kuyatangaza. TFF pamoja na bodi ya ligi walisema ya kwamba kanuni hazikufuatwa, kuna makosa yalifanyika, uchunguzi unaendelea, lakini wakatangaza kwamba watatangaza tarehe mpya ya mchezo huo kuweza kufanyika. Sasa taarifa za ndani kabisa inaeleza kwamba mchezo huo utapigwa mara baada ya ratiba ya michezo hii ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ambayo inaendelea kumalizika, yani kimaanisha kwamba utakuwa ni mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na hivyo basi kama timu hizi mbili zisipoangusha alama yoyote katika michezo ya ligi iliyosalia, basi ni wazi ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans na Simba watakwenda kukutana katika mchezo huu ambao huenda unatajwa kwamba utatoa bingwa ni nani katika dabi ya Kariakoo, kwa sababu ndio utakuwa ni mchezo wa mwisho. Kwa hicho kinachoendelea, Young Africans wao wamesema ya kwamba hawatocheza mchezo huo kwa kile ambacho kinachoendelea, na kutangaza ya kwamba wao mchezo huo wameshaweza kucheza siku hiyo mpya ambao watakayotangaza wenyewe. Hawawezi kuleta timu kama ushindi, basi wawape Simba Sport Club kama ni alama 3, basi wawape pointi 3 hizo, na kama kushushwa daraja, basi klabu ya soka ya Young Africans wapo tayari kwa kila kitu, lakini kutokucheza mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wao wanasema kwamba wao ni mwiko kwa kile ambacho kimeweza kueleza, huku akiweza kutaka yale ambao TFF wanapaswa kuweza kuyafanya ni kuweza wapa pointi 3 kutokana na kanuni ambavyo inaeleza kwa mtu ambaye atakimbia mechi bila sababu za msingi, na sababu za msingi ambazo TFF waliainisha kwamba klabu ya Simba haikutoa taarifa kokote kwamba wanakwenda kutumia uwanja huo. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans, kwa taarifa za ndani zinaeleza kwamba wapo mbioni kuikacha ligi ya Tanzania na kwenda sehemu nyingine, pengine wakiona maamuzi yatakayotoka mara baada ya uchunguzi hayatokuwa katika upande wao kwa yale ambayo yanayoendelea. Lakini taarifa zingine zinaeleza kwamba za ndani kabisa ni kwamba klabu ya soka Young Africans inafikiria kwenda katika mahakama ya usuluhishi
kafu. Hapa nazungumzia hii inaitwa kasi, ambao mara kadhaa tumekuwa tukienda kusikia kesi nyingi zikienda kule, ambapo Young Africans kupitia rais wao ambaye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, inaelezwa kwamba wanakwenda kasi kupeleleka malalamiko yao juu ya uendeshwaji wa ligi ya Tanzania, wakiona ya kwamba kile ambacho kinachofanyika kwa sasa katika ligi hiyo akizingatii kanuni na taratibu za kimpira kama vile ambavyo sheria inavyoweza kutaka. Simba Sport Club wenyewe wanaonekana kutulia tuli kabisa kwenye jambo hili, hawazungumzi chochote, hawasemi chochote, lakini Young Africans bado wanaipigania haki yao kwa mujibu wa kauli yao, wakisema ya kwamba haki lazima itapatikana. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea wakati huu ni Young Africans kuelekea katika mahakama ya usuluhishi kasi kupeleleka hayo malalamiko yao, na wamesema ya kwamba taarifa hizo za ndani kabisa zikieleza kwamba Young Africans huenda wakaikimbia ligi ya Tanzania. Sasa mpaka sasa haijulikana pindi watakapoamua kuondoka watakwenda wapi. Hii si mara ya kwanza kwa vilabu hivi kwa haya yanayoendelea. Ikumbukwe kwamba hata klabu ya Simba kupitia viongozi wake waliwahi kukaririwa wakisema ya kwamba wako tayari kuweza kuondoka katika ligi ya Tanzania, huenda wakaenda zao hata Zambia kwa yale ambayo hawakuwa hayawezi kuwafurahisha mara baada ya maamuzi kutokuwa katika upande wao. Kwa hiyo na Young Africans pengine tusubiri na wao ni wapi ambapo watakapoelekea mara baada ya hayo maamuzi ambayo yaliweza kupatikana katika kamati ya utendaji, ambapo kupitia Rais Engineer Hersi Said alisema tutashiriki mchezo namba 184 wa dabi dhidi ya Simba hata kama bodi ya ligi itapanga tarehe nyingine. Msimamo wetu kama klabu, tupo tayari kuipigania haki yetu ya msingi hata nje ya Tanzania Football Federation, yani TFF, ikimaanisha kwamba maamuzi makubwa kwa maslahi ya klabu huenda yakaenda kutafutwa nje zaidi ya kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo inaelezwa bodi ya ligi muda wowote kuanzia sasa watakwenda kutangaza kile ni kinachoitwa kwamba pengine utaratibu wa ratiba mpya ambayo inakwenda kutangazwa hivi karibuni. Lakini anaandika mchambuzi Amri Kiemba na mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba na Young Africans, ambaye anasema ya kwamba nyota wa zamani ambaye ni mtaalamu wa michezo kutoka Clouds Media, Amri Kiemba, amesema kungekuwa na chama cha mashabiki Tanzania chenye nguvu kingetoa somo kwa klabu hizi kwa kugomea mechi za dabi ili kukomesha hiki kinachofanywa na viongozi wao. Ingawa Simba walisimamia kanuni, lakini nadhani hawakufikiria mashabiki wao ambao ndio huwa siku zote wanawahitaji, na kuna nyakati wanatumia hadi kispika kuwaita uwanjani. Leo iweje mazoezi ya saa moja tu wagome kupeleka timu uwanjani? Hata kipindi kile Yanga nao hivyo walikuja uwanjani alafu wakaondoka. Tafsiri yake hawakujali mashabiki wanaodunduliza kuja kuwasapoti. Nadhani wakisusia dabi kadhaa ili siku nyingine wachezaji kama wapo mazoezini inaweza kuwa funzo ili wajue thamani ya mashabiki. Mashabiki wa Simba na Yanga wasusie kama dabi tatu hivi ili watoe fundisho. Unaona bana, Amri Kiemba akiweza kuzungumzia kwa wale mashabiki ambao walikuwa wanatoka mbali kweli kuja kuitizama dabi ya Kariakoo, lakini haikwenda kufanyika na hawakuombwa msamaha kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, wala kuweza kuzingatiwa zaidi tu. Waliambiwa kwamba mchezo huo kipangwa tarehe mpya, viingilio hivyo vitakwenda kutumika, lakini walaji wa hiyo bidhaa hawakuombwa radhi kwa kile kilichoweza kutokea, pamoja na kuweza kujali kwamba pengine kuna gharama ambazo walizokwenda kuzitumia. Naweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Wewe unadhani utakuwa ni muafaka sahihi kwa Young Africans kuondoka Tanzania katika ligi ya Tanzania na kwenda pengine ligi ziko nyingi? Kuna ligi ya Zanzibar kule zedi inaitwa kule, kuna ligi ya Zambia, Kenya hapo nyumbani kabisa, lakini pia kuna ligi Rwanda, Uganda, kokote tu Young Africans ambapo yeye kuamua kwenda. Kuna Kinshasa kule akaenda kapambana na kina TP Mazembe, isi vita na wengine kibao. Young Africans unakumbuka ya kwamba pia Kongo si mgeni, Kongo na mashabiki zake, yani Kongo kama nyumbani, ndio maana wameweza kushuhudia wachezaji wa Kikongo wengi wakitua Tanzania. Tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi kutoka Young Africans, utakuja nalo lipi kwa haya yanayoendelea. Weka
maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa